Naitwa Sheikh Rajab Katimba, ni katibu mkuu wa taasisi hii ya Al-Malid. Utanzania wetu, kama tulivyoambiwa hata na viongozi wa nchi hii nyuma huko, kwamba tunapozungumzia kwa mfano Afrika, ni Afrika yetu moja. Ukimzungumzia baba wa taifa Mwalimu Nyerere, sisi tukiwa vijana, na ndio moto uliokuwepo mpaka kuhakikisha kwamba Afrika yote inakuwa huru, alikuwa akirudia kusema kwamba uhuru tulipata kweli mwaka 61, lakini uhuru huo haukukamilika. Alikuwa anasema haukukamilika kama kutakuwa kuna nchi nyingine bado hazijajikomboa, hazijapata uhuru. Kwa hiyo ni kwamba unapoishi katika jamii uhakikishe kwamba unampendelea mwenzio jema lile unalojipendelea nafsi yako. Ndugu zangu wanahabari, kama mnavyofahamu kwamba katika chini ya wiki mbili kutoka sasa hivi nchi hii inaingia kwenye uchaguzi. Uchaguzi ni jukumu letu la kikatiba kama Watanzania. Ni jukumu ambalo linakuja kila baada ya miaka mitano. Uweza Mtanzania kukaa chini ukatafakari na akili yako timamu kwamba nani ni mtangulize mbele katika uongozi. Ni jukumu ambalo kila mtu anatakiwa ahamasishwe, pamoja na kwamba hawezi kufungua pingu kwamba nenda kachague, lakini ahamasishwe, ajue wajibu wake wa kikatiba kwamba sasa ni wakati wa uchaguzi. Kama ni wakati wa uchaguzi, nini nachotarajia, nani ambaye ningependa aniongoze awe kiongozi wangu katika nchi. Sasa kwa bahati mbaya, tunapofikia muda kama huu, huwa kuna kutokuelewana, na kwa bahati mbaya kuna baadhi ya watu ambao sasa hivi tetesi zimesha kuwa ni nyingi tu kwamba wanapenda kuvuruga, wanataka kuvuruga uchaguzi. Wakati uchaguzi ni haki ya kikatiba, regardless ya chochote ambacho kinaweza kuwa kimetokea katika nchi, lakini fursa hiyo ni lazima ibaki mahali pake na itekelezwe jinsi inavyotakiwa. Sasa sisi kama taasisi, hili jambo tumekaa na tumelitafakari na kuona kwamba hapana, kwa sababu kazi yetu sisi ni kuwazindua watu, basi tuwazindue watu waelewe kwamba haki ya kikatiba ni kupiga kura. Kwa hiyo tunatoa wito, ndugu waandishi wa habari, nyinyi ndio mtakayotusaidia kupeleka hii message kwa Watanzania na dunia yote inatuangalia, kwamba watu waelimishwe hata kwa siku hizi chache, na wakae mbali na yeyote ambaye anataka kuvuruga uchaguzi. Uchaguzi ni haki ya kila raia, hata kama kuna nini, lakini hilo jambo kwanza ni first priority. Mimi naitwa Abdulaziz Madenge, katibu mwenezi. Kwanza, viashiria vyote ambavyo tunaviona kupitia macho yetu katika mitandao mbalimbali ya kijamii, tunaliomba ama tunalitaka jeshi la polisi na idara mbalimbali za kiusalama wafuatilie kwa umakini mambo haya, na ikiwezekana wale wanaohusika katika namna moja ama nyingine wachukuliwe hatua kali za kisheria, kwa sababu mtoto mdogo tunasema kama vile sponge, na mtu asielewa chochote tunasema kama vile sponge. Mtoto mdogo kama sponge, asielewa kama sponge. Ukiitia kwenye maji inanyonya. Mtu asielewa, ukimlisha maneno, maana yake anashika ile maneno, anafanya kuwa ni sahihi na ni maneno ya kweli. Lakini mtu mwenye kuelewa, hata ukimlisha maneno hawezi kuyashika na kuyafanyia kazi. Sasa kwa sababu kuna watu wanalisha maneno ambayo ukiangalia kwa asilimia kubwa ni maneno ya uongo, kwa watu wasioelewa wanaweza kuyashika na kuyafanyia kazi. Kwa hivyo tunarudia tena, vyombo vya usalama vifanye kazi yake ili tuweze kupita salama katika kipindi hiki. Hilo la sisi wa Tanzania, kwa maisha yetu, amani ya nchi hii itakuja kuvurugika. Maana yake ni kwamba Mtanzania huyu pengine aliyevuruga amani kwa mikono yake akawa ndani wiki nzima atoki nje kwa sababu ya kuishi labda uko nje hakuko salama,
tuna wasiwasi kama taasisi, kuna watu watakufa kwa njaa tu, kwa sababu Mtanzania ili aweze kuishi na familia atoke, iwe baba au mama, ndo familia inakula. Sasa leo hakuna kutoka huko nje ya kusiko salama wiki nzima, mwezi mzima, maana yake familia hii kuna hatari ya kufa kwa njaa tu, kwa sababu huko nje usalama hakuna, hawana chakula ndani, hawana unga, hawana mboga. Sasa tunaomba watu walitathmini hili kwanza. Waarabu wana kitu kinaitwa kaifia, Waingereza kuna kitu wanaita future. Unapotaka kufanya jambo, Mtume anasema kabla kufanya angalia mwisho wake. Wewe Mtanzania ambaye maisha yako, Waswahili wanaita pangu pakavu tia mchuzi, ili uweze kutoka ndo familia inakula. Endapo utakuwa ndani hali imekuwa tete huko nje, wiki, mwezi, unaweza? Kama hatuwezi, basi kupitia miguu yetu, kupitia mikono yetu na kupitia akili zetu, tunawaasa Watanzania wasijaribu kuvuruga amani ya nchi hii. Tunawaasa ndugu zetu Watanzania wasije kuvuruga amani ya nchi yetu. Swala zima la amani. Amani ndiyo kila kitu. Kijana mwenzangu ambaye upo nyumbani sasa hivi, umejisahau kwenye Instagram, kwenye Twitter kwa kufata kauli za watu waliokuwa nje, kwa sababu wanaohamasisha maandamano hayuko nchini hata mtu mmoja, wote wako nje. Hakuna mwanachama au kiongozi wa kisiasa wa aina yoyote anayehamasisha swala hili la maandamano katika nchi yetu. Tunaona watu sasa hivi wanayapokea kutoka kwenye mitandao ya kijamii na wanaanza kuyazungumza wakiamini kwamba watakuja kulifanya hilo jambo. Taasisi ya Al-Malidi iliona kuna umuhimu, kwa sababu taarifa sio kitu kidogo. Taarifa sio kitu cha kupuuzia. Hata kama mtu anania ovu, kitu hata kuanzia kwenye simu, mtu anaweza kaanza na jambo kwenye simu. Kwa amani ndiyo kila kitu, ndiyo msingi wa maisha yako. Wewe ndugu yangu ambaye unaabudu, wewe ndugu yangu ambaye unakwenda kutafuta riziki yako, bila amani huwezi kufanya chochote, au huwezi kuabudu, au huwezi kwenda kutafuta riziki yako yote. Hata muda uliopata kuingia kwenye mtandao ukakomenti, ukapongeza hayo maandamano unayopongeza, muda huo amani kitoweka, hautapata nafasi hiyo. Tambua. Kwa hiyo ndio maana haya viongozi wameamua kuyafanya. Kwa hiyo naingia katika dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mwenyezi Mungu tunakuomba tujalie katika nchi yetu iwe nchi ya amani. Nchi yetu hii tunaingia katika uchaguzi, ni katika majukumu ambayo yana ulazima kwa mujibu wa katiba yetu. Kwa Mwenyezi Mungu tunaomba waongoze viongozi wetu wa nchi, viongozi wa usalama waweze kusimamia kwa umakini, na Mwenyezi Mungu pia ishushe mioyo ya wale ambao wanataka kufanya uharibifu katika nchi yetu. Kwa rehema na amani na utukufu wa Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunakuomba Mwenyezi Mungu kwa baraka zako na utukufu wako na uwezo wako, nchi yetu endelee kuwa amani na uchaguzi uweze kumalizika kwa salama.